Mwenye Jumali ni ofisa mahusiano ya umma kutoka jumuiya ya Blue Alliance inaofanya kazi katika zoni namba 6 na zoni namba 5 kaskazini mwa kisiwa cha Pemba, mkoa wa Kaskazini Pemba. Jumuiya hiyo inajishughulisha na kusimamia mazingira ya bahari pamoja na kuzuia uvuvi hatarishi, kwa maana nyingine huwa unaitwa uvuvi haramu. Shughuli zetu huwa tunadili kutoa elimu kwa wavuvi jinsi ya utumiaji wa mitego inayokwendana na wakati tulionao wa sasa. Kwa vile bahari imekuwa na ukavu mkubwa, badala ya kuwa tuliitumia vibaya, imekuwa na ukavu mkubwa na upungufu mkubwa wa samaki. Kwa hivyo huwa tunahamasisha wavuvi kubadilisha mitaala ya uvuvi na kuvua uvuvi wa kisasa ambao utakuwa ni endelevu, ambao utasaidia maisha yake ya leo na kesho. Lakini changamoto kubwa zilizopo kwa hao wavuvi wenyewe, wavuvi wamezoea kuvua uvuvi wa kizamani. Uvuvi wa kizamani ambapo kijiji kizima hichi kilikuwa kina wavuvi 5. Leo kijiji hichi kina wavuvi 500. Bahari ni hii haijaongezeka. Kwa hivyo tumeizidi bahari. Baada ya kuizidi hii bahari, sasa tunatumia mavuvi ya kulazimisha upate. Kwa hivyo utakutia wengine wanamwaga sumu, wengine wanavua kwa mitego haramu ya waya, wengine wanapiga mabomu, kitu ambacho tumeifanya bahari kuwa si rafiki yetu tena kimaisha. Sasa basi tunajaribu kuzungumza nao wavuvi, kuwaelimisha namna ya utumiaji bora wa bahari ili urudishe hadhi yake. Serikali faidike, lakini zaidi na sie wananchi wenyewe tufaidike, kwa sababu ndio maisha yetu ya kila siku. Changamoto kubwa ni kwamba wavuvi tunaowaelekeza tunashindwa na vifaa vya kuwapa vya kisasa. Tunawazuia kama wale wanaokuja, msivue manyavu ya kuburuta kokoro yanaovua samaki wachanga. Lakini sasa wataka mbadala ambao ni faiba zile, tupate faiba na mishipi. Tuwape haya, nendeni mkondoni huko, hapo msivue. Msiharibu mjuu, msivunje matumbawe, msiburute mayai ya samaki mkaua. Nendeni baharini huko mkavue nje. Sasa hii ndio changamoto ambayo inatusumbua kwa hali kubwa sana. Hivi karibuni tulipata wafadhili kutoka Benki ya Dunia, wanaitwa Tax Farm. Tukawaomba hapa watusaidie angalau mafaiba haya na mashine ili tuwasaidie wananchi katika shehia 7. Kuna shehia hizi 7 hizi. Kuanzia hiyo shehia hiyo hapo, shehia ya Kifundi, shehia ya Gando, shehia ya Junguni, shehia ya Fundo, shehia ya Ukunjwi, Selemu, Mtambwe. Na wote wanakuwa na changamoto, wahitaji hizi fiber boat kwa ajili ya kwamba waende kina kirefu cha maji wakavue. Lakini wao hawana uwezo nazo, na si jumuiya yangu pia haina uwezo wa kuwapa vifaa kama hivyo. Hatuna uwezo navyo, bado jumuiya ni changa. Sasa ilikuwa tuiombe serikali, muijuvia serikali kwamba kuna umuhimu wa kutusaidia au kuwasaidia wananchi haya mafiber boat haya, ili wapate kwenda kuvua kina kirefu cha maji badala ya kuvua maji madogo halafu akawa wanaleta uharibifu wa mazingira. Waiomba serikali pamoja na wadau wote ambao ni wavuvi, hasa idara ya uvuvi ya Uchumi Bluu. Hizi nyavu za Jarife sasa hivi zinakuwa ni nyavu mama, kwa sababu ndio zenye kuleta samaki makubwa aina ya jodari, nduaro na samaki wengine ambao na fulusi, ambao ni moja ya udau kwamba wale wawekezaji wanatumia samaki aina fulusi, nguru pamoja na hao jodari wenyewe. Kama hazipatikani hizo samaki, kwa inakuwa ni changamoto, inakuwa biashara na shuka hata katika mahoteli ya kitalii. Kwa vile lengo kuu la uchumi wa bluu ni kukuza sekta ya uchumi wa bluu. Uchumi wa bluu ni moja ambao kwa hatari sisi wananchi tulio chini tulitegemea tegemeo kubwa ili kuweza kupiga hatua. Kwa hiyo tutaiomba wadau waliomo, kama ni serikali au ni wawekezaji waliomo, katika tupatiwe ofisi za uhakika, tupatiwe mauzo ya uhakika, tupatiwe na bei yenye uhakika. Kama natoa samaki kutoka Pemba napeleka Unguja, nikifika kule angalau huku nishalipa na serikali ni hii. Lakini si mimi mwananchi ambaye kwa nafanya biashara zile iwe tayari kila siku huku na nyimwa, huku na kamoda, halafu pia tuna watoto wanataka kusoma, tunataka kula, tunataka mahitaji ya kila siku, na hali yenyewe ndio imeshuka. Tuwaomba tupatiwe fursa
takukopeshwa mitego aina ya nyavu za jarife pamoja na mashine zilizo na uhakika, kwa sababu mashine ukitumia mpaka miaka 4 miaka 5 haina tena, au miaka 10 inaweza kufika mashine, yategemea unavyotumia. Lakini shafika miaka 10 na 15 hiyo mashine haina tena nguvu. Wanaokwenda ni wadau wavuvi. Sisi ni vijana na pia kuna wazee ambao kwamba wanajishughulisha sana mpangilio wa kiuvuvi ili kuepukana na vikundi vibaya kama pengine kubaka, pengine unyanyasaji, hali zote ambazo kwamba itakuwa ni kikwazo kwa wao. Kwa hiyo ndio kajiingiza katika mambo ya kiuvuvi ili kuepukana na hali hizo. Vijana ambao kwamba wapo katika mitaa, naona na washauri waingie katika, wajitafutie kazi ambazo kwamba zitapelekea katika uhalisia wa maisha vizuri, kinyume na kuingia katika vikundi vibaya. Kwa hali hizo mimi nashauri vile vile kwamba waachane na habari hizo, waingie katika mambo ya kiuvuvi au na kazi nyingine ambazo kwamba zitapelekea katika uhalisia kujiendesha katika hali zao za kimaisha. Bakari Khamis Hamadi ni mzaliwa wa kisiwa cha Njau, lakini pia ni mkazi wa kisiwa cha Njau. Sisi katika kisiwa hichi cha Njau, shughuli yetu kubwa kwanza ni uvuvi. Shughuli yetu kubwa kwanza ni uvuvi na kilimo. Lakini twende hapa kwenye uvuvi. Kwanza tuseme kwamba tunalifurahia ile swala la uvuvi kwa sababu ni swala ambalo kuwa ni zuri, ni swala ambalo kuwa linampa faida mvuvi, kwa sababu anaenda kufanya kazi lakini akirudi pale pale anachokipata au anachokwenda kitafuta, hata ukipata basi anapata hela yake pale pale, sio kwamba mpaka labda pengine baada ya mwezi mmoja ndio anapata. Kwa hiyo tujivunie swala la uvuvi, ni swala zuri, lakini kuna changamoto mbalimbali ambazo kwa tunazipitia kama wavuvi. Moja ya changamoto ambazo kwa tunapitia sisi wavuvi, hususan katika kisiwa hichi cha Njau, ndugu mwandishi, sisi hapa tunavua alhamdulillah, na vijana wote ni wavuvi kama nilivyokuambia, lakini tuna changamoto ya soko. Hatuna soko katika kisiwa hichi cha Njau, hatuna soko. Kwa hiyo mtu hata akienda baharini akipata hata tani moja, basi atalazimika yote kuiuza siku ile moja. Na tunajua kwamba hali ya masoko inakupanda na kushuka. Kwa maana kama akipatikana samaki wingi kwa siku, basi utalazimika kuuza kwa bei yote ambayo itakuwepo. Sasa kama hili litaondolewa kuhusu changamoto ya soko, yani tukapatiwa soko mzuri, tukajengewa kituo chetu cha kuuzia samaki, lakini pia tukaekewa na mitambo kama ya mafriza hivi vitu vingine, basi litaendeleza, yani litainua hali ya kipato cha wavuvi, kwa sababu watakuwa wanauza samaki wao kwa bei, lakini watakuwa wanauza samaki wao wakiwepo katika hali ya usalama. Kama siku soko imeshuka, basi wanahifadhi wenyewe, siku ya pili wanauza kwa bei ambayo kwa ni mzuri. Kwa hiyo itanyanyua pia hali ya kipato cha wavuvi. Lakini pia kuna changamoto nyingine ambayo kuwa na hii ni kikwazo kikubwa sana. Hii changamoto ni swala zima la uvuvi ambao kwa umetakiwa uvuliwe kwa sasa. Sisi tumeshauriwa au tumetakiwa na serikali kwamba tuvue uvuvi endelevu. Sasa ni kweli, na tunapovua uvuvi endelevu basi itasaidia kuvua sisi pamoja na vizazi vyetu. Lakini sasa hatuna vitu vya kuvulia au hatuna ile mitego ya kuvulia uvuvi endelevu. Kwa mfano, kuna swala ya mafaiba ambayo kwa yametolewa, lakini sisi wananchi wa kisiwa cha Njau bado hatujabahatika kupata. Sasa kama tutapata na tupatiwe ile mitego, basi nina imani tutaacha kutegemea kuvua maji kidogo ambapo kwa pengine kuna uharibifu ambao kwa unafanyika na wavuvi. Basi tutaacha hii kuvua maji madogo, lakini tutaenda kuvua maji makubwa, pengine kama mfano jodari na samaki wengine, na hii pia itasaidia kupandisha vile vile kipato cha wavuvi.